bao letu la asubuhi. Kabla ya kuweza kuletea bao la asubuhi, ni kwamba Simana Kitui katika hatua zake za uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka wa kuweza kuletea bao la asubuhi. Bao hili la asubuhi ambalo linakujia kwa barabara hii ambayo namna hiyo unaweza kutupokea vizuri sana, ni kwamba usipishane na majira yako. Usipishane na majira yako. Kwenye maisha kila mtu huwa ana majira yake ya kuvuka kiwango. Yani unaweza kufanya kitu kwa muda mrefu sana, ila kuna wakati ulioandaliwa na Mungu wa kukuinua kwa kasi. Kuna vitu utavikua unavifanya, vitu vile ukivifanya wakati huo basi kwenye maisha haya tunayoishi, msikilizaji, ndio wanapenda kusema safari bado. Kwenye maisha kila mtu huwa ana majira yake ya kuvuka kiwango. Everyone akona season yake ya kuvuka kwenye kiwango fulani. Kila mtu unayemtazama leo akona majira ya kuvuka kwenye kiwango. Yani unaweza kufanya kitu kwa muda mrefu sana, ila kuna wakati ulioandaliwa na Mungu wa kukuinua kwa kasi kwenye kile kiwango. Mara nyingi majira haya yanapofika, kabla kuonekana kwa dalili za nje, huwa kunakuwa na dalili za ndani ambayo ukipuuzia unaweza kuchelewa zaidi. Yani kabla ijionekana kwenye dalili za nje, dalili za rohoni huwa zimeonekana kitambo, na huwa unaoneshwa picha. Hata Mungu anakuelezea kwamba usiende kuajiriwa, mimi ninaenda kukuajiri, ninaenda kukupatia cha kwako. Usiende kutafuta kazi wakati ambapo unataka labda kazi ili upate kupata chakula, unataka kazi ili uweze kulisha familia yako, unataka kazi ili uweze kuvaa vizuri, unataka kazi ili uweze maisha yako yazidi yasonge. Yani unataka kazi ili muonekano wako wa nje uweze kuwa vizuri, lakini Mungu anaweza kueleza kwamba usiende kutafuta, mimi nitakupatia cha kwako. Yani wakati mwingine hiyo sauti peke yake unaweza kuipuzilia kwa sababu kwa mazingira ya kuruhusu, ila kuna wakati ulioandaliwa na Mungu wa kukuinua kwa kasi. Mara nyingi majira haya yanapofika, kabla ya kuonekana kwa dalili za nje, huwa hakunakuwa na dalili za ndani ambayo ukipuzilia unaweza kuchelewa zaidi. Kuna wakati utajisikia ndani yako kuchukua hatua fulani au kufanya kitu ambacho sio cha kawaida. Yani ni aina ya maamuzi ambayo wengine wakiyasikia wanashangaa na wanaweza wasikuelewe. Watu hawezi kukuelewa wakati ambapo unachukua maamuzi mengine. Wataona ni kama umepotea barabara, wanaona kama unachelewa, wanaona ni kama wewe umechanganyikiwa, umekuwa zombi, umekuwa mjinga, ila ndani yako unaona msukumo wa juu sana wa kufanya ya kitu ambacho nakwambia bwana, huo msukumo wewe fanya, usisikize wanasema namna gani. Ukifika katika hatua hii lazima ujikaze na uwe na ujasiri, maana mazingira hawezi kukuruhusu, kwa sababu kuna vitu ambavyo kwa muonekano wa nje inabidi ukavishughulikie, kwa sababu wewe ni mtu mzima, wewe sio mtoto, wewe ni mtu ambaye una uwezo wako wa kufikiria. Lakini sasa yale mazingira hayakuruhusu, yani uamue kufanya hata kama mazingira ya nje hayakusapoti, unaamua kufanya. Usisahau kuna vitu inabidi uanze kuvifanya ili kusababisha mambo mengine yaanze kutokea. Kuna vitu lazima uanze kwa kufanya, inabidi ujitenge uanze kwa kufanya ili usababishe na mengine yaanze kutokea. Ukichelewa utakuja kufanya muda sio rafiki yako. Ukichelewa hautakuja kufanya kwa sababu muda sio rafiki yako. Muda unasonga kwa kasi sana na ukusubiri, na hilo ndio bao la asubuhi.